Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Mei 20, imeandikwa nini katika Torati? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Luka 10:27. Asante Baba kwa asubuhi njema. Asante kwa kutuamsha salama. Tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu, tunaomba utuongoze sawa sawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Kati ya Wayahudi swali hili, jirani yangu ni nani, lilifanya pawe na ubishi mwingi. Hawakuwa na mashaka kuhusu mataifa na Wasamaria. Hawa walikuwa wageni na maadui, bali tatizo lilikuwa mpaka uwe wapi kuhusu wale waliokuwa wa taifa lao kati ya jamii mbalimbali za umma wao. Ni nani ambaye kuhani, rabi, mzee wa dini angeweza kumhesabu kama jirani? Swali hili Kristo alilijibu katika mfano wa Msamaria mwema. Alionyesha kuwa jirani yetu hana maana ya wale tu tulio na imani moja ama wale tunaokwenda nao kanisa moja. Haurejelei taifa, rangi au tofauti ya kimadaraja. Jirani yetu ni kila mtu anayehitaji msaada wetu. Jirani yetu ni kila roho iliyoumizwa na kujeruhiwa na yule adui. Jirani yetu ni kila mmoja aliye mali ya Mungu. Mfano wa Msamaria mwema ulitolewa Kristo alipoulizwa na mzamivu wa sheria. Mwokozi alipokuwa anafundisha, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, nifanye nini ni urithi ufalme wa milele? Mafarisayo walikuwa wamependekeza swali hili kwa mwanasheria yule, wakitazamia kuwa wataweza kumnasa Kristo katika maneno yake. Hivyo walisikiliza sana kuwa atajibuje. Lakini Mwokozi hakuliingilia kwa njia ya ubishani. Aliulizia jibu la swali litoke kwa yule aliyeuliza. Imeandikwa nini katika Torati? Akauliza, wasomaje? Wayahudi bado walikuwa wanamshtaki Yesu kwa kutojali sheria kama ilivyotolewa kule Sinai. Lakini aligeuza swali la wokovu kuelekea kwa utunzaji wa sheria za Mungu. Yule mwanasheria hakuridhishwa na cheo pamoja na kazi za Mafarisayo. Alijifunza maandiko akiwa na hamu ya kuelewa maana halisi. Alikuwa na utafiti halisi juu ya hayo, ndio maana aliuliza, nifanye nini? Katika majibu yake kuhusu yale yanayotakiwa na sheria, alipitia yote kama mapokeo na kafara zilivyodai. Hakuweka umuhimu kwa hayo, bali alionyesha misimamo mikuu miwili ambayo juu yake zinaning'inia sheria zote na manabii. Mwokozi alivyolisifu jibu lake lilimweka mahali pazuri na penye ulinganifu na marabi. Hawakuweza kumshtaki kwa kuhalalisha jambo lile lililotolewa na wafafanuzi wa sheria. Fanya hivi nawe utaishi, Kristo alimjibu. Katika kufundisha kwake alitoa sheria kama muungano mtakatifu, kwa kuonesha kuwa haiwezekani kutunza moja ya maadili na kuvunja nyingine, kwani msimamo ule ule umo ndani ya zote. Matokeo ya mwisho ya mtu yatategemea jinsi alivyoitii sheria yote. Utasoma Lulu za Uzima ukurasa wa 269 hadi ukurasa wa 270. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 20. Imeandikwa nini katika Torati? Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa kutufundisha. Tunajikabidhi kwako sasa. Tembea pamoja nasi na tusogee zaidi karibu na wewe katika kuzishika sheria zako.
kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.